Katika zama ambazo tumefikia hivi leo, kuna baadhi ya watu wanatoka mbali, mfano vijijini huko, wanakuja mjini kwa ajili ya kutafuta maisha, wanawaacha wazazi wao vijijini. Lakini inatokea changamoto moja, mtoto huyu anamsahau mzazi wake kwa kipindi kirefu sana. Na katika nchi za magharibi pia, nitaunganisha hili hapa, ni kuwa kuna hali ambayo imefikia sasa hivi kuwa wazee wanapofikia umri fulani, wanapozeeka, huwa wanatenganishwa, wanawekwa karantini, kwa maana wanapata mahitaji yote, wanatengwa, wanawekwa mbali na familia zao na watoto wao. Hili limekaaje? Ni kweli baadhi ya watu huwa wanakaa muda mrefu pasi na kuwasiliana na wazazi wao, lakini baya zaidi pasi na kuwaona, kuwajulia hali, kwenda kuwaona kihali. Swala hili si katika swala zuri, kwa sababu tunakuwa tumekiuka yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ile birrul walidaini nako pia ni kwenda kuwaona wazazi wawili. Kama utakuwa mtu unakaa muda mrefu haujawaona wazazi wawili, kuna baadhi ya mambo hayawezi kuwa sawa, hayawezi kwenda vizuri. Mambo ya kimaisha pia hayawezi kwenda vizuri, kwa sababu umekaa muda mrefu bila kuwasiliana na wazazi wako na bila ya kuwaona. Kwa swala hili tukienda katika hukumu la akili tu, ni swala ambalo si zuri na halifai. Kinachotakiwa ni kupambana kuhakikisha unafanya namna yoyote unawasiliana na wazazi wako mara kwa mara. Kama ni asubuhi, kuwajulia hali wameamkaje kama wako mbali, lakini kama wako karibu, kwenda kuwatembelea. Lakini kama ni mchana, kuwajulia hali mmeshindaje. Lakini kama ni usiku, kuwatakia usiku mwema. Lakini katika harakati zako ndani ya jiwekee utaratibu, ndani ya kila baada ya mwezi mmoja kwenye miezi mitatu unakwenda kuwajulia hali wazazi wako. Hili pia ni swala zuri sana. Kwa hiyo ambacho hakitakiwi ni kule kuacha, kukata mawasiliano nao. Hili jambo halitakiwi na ni jambo baya sana, kwa sababu moja kwa moja tutakuwa hakuna maana kuwatendea wema wazazi wawili. Sababu birrul walidaini pia ni kule, ile ihsani yenyewe ni kule kuwa wakati mwingine pamoja nao, kuwaona. Sasa ile fi'lan utawatumikia vipi sasa ikiwa wewe uko mbali nao? Kwa hiyo sio swala zuri. Na kuna baadhi ya jamii wa mtu akishafika labda mkoani, kutoka mkoani akishafika mjini akiwa anatafuta riziki, ani ndani ya miaka 10 hana mpango na wazazi wake. Akishaoa hana mpango na wazazi wake, mpaka wazazi wenyewe sasa ndo wanaamua sasa wampigie mtoto wao simu kutaka kuwasiliana naye. Kwa hiyo swala hili sio zuri. Ima swala la pili ambalo umeuliza kwamba baadhi ya nchi za magharibi huko wanafanya utaratibu huo wa kwamba mzee akishafikia utu uzima au wote wanaachishwa na familia zao, wanatenganishwa. Kwa swala hili nadhani inawezekana wao wakawa wamefanya utaratibu wao wanaojua wao, tamaduni zao, lakini kivyo ndo watakuwa wameacha utaratibu wa kimungu. Sababu Mwenyezi Mungu anasema bil walidaini ihsana. Na kama utawatenganisha na familia, hapo pia utakuwa umetengeza haki na utakuwa umetengeneza jambo lingine kubwa, kwa sababu miongoni mwa majambo ambayo Mwenyezi Mungu na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatusisitiza pia ni tarbia, malezi. Kwa maana familia wale unamna watakuwa wapate ile uti wa mgongo wa malezi. Uti wa mgongo wa malezi ni upi? Kama ambavyo walivyowalea nyinyi wakati wa uzima wao, basi na nyinyi wakati wanapofikia utu uzima muwalee kama ambavyo waliwalea nyinyi. Sio wanapofikia utu uzima tena muweze kuwatenganisha. Hili swala si zuri, halijakaa sawa, na tutakuwa tumekiuka maelezo ya Mwenyezi Mungu na maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, shukrani sana Ustadhi Sufyan Muhammad. Mashaallah, mtazamaji, bila shaka hapo tunaweza kupata vitu, tunapata kujifunza mambo muhimu sana. Anasema hapa ustadhi kuwa sio kumtelekeza mzazi peke yake kijijini na kumtumia fedha peke yake bila mawasiliano au kumtembelea mara kwa mara ndio inatosha. Hapana, mawasiliano ni muhimu. Kwenda kumuona, inawezekana majukumu yamekubana, pia ni muhimu, kwa sababu kama walivyokulea wewe angali mdogo, ndivyo ambavyo unapaswa kuwadekeza wazazi wako kwa kuwaona, kuwasiliana nao. Na wao wanaona, wanapata shauku na mapenzi zaidi kwako, na baraka kwako zinafunguka kutokana na wao kule kufurahia kwao. Kwa hivyo
tupate kuwasiliana na wazazi, tusiwatelekeze na wala tusithubutu kuiga tabia za watu wa magharibi. Hakika katika dini kitendo kama hicho si sahihi wala si chenye kufaa. Ustadhi Sufyan Muhammad, naam, kuna athari gani na faida zipi kwa wale ambao wanaowatendea wema wazazi wawili na wale ambao wasiowatendea wema wazazi wawili? Athari ni zipi? Karibu. Tunasema min thamarati birril walidaini, miongoni mwa matunda ya kuwatendea wema wazazi wawili yani faida. Nadhani katika faida kinyume chake ndio hasara, kwa tutaeleza umuhimu. Kuwatendea wema wazazi wawili kuna faida kubwa sana, lakini pia kuna hasara kubwa sana. Kwa hiyo swala la kuwatendea wema wazazi wawili kuna takriban faida 5 tunapata. Faida ya kwanza, wanatakiwa Waislamu watuelewe, nasema ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuwa mtu upo katika radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukiwatendea wema wazazi wawili na kuwafanyia ihsan katika kila jambo, unakuwa katika radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na radhi ni nini? Nasema qabuli llahi ta'ala li'abdihi wa mahabbatihi lahu, ni kule kukubali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mja wake na kumpenda yeye. Kwa hiyo ukiwafanyia wema wazazi wawili unakuwa katika kabuli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake, hasara yake kwamba usipowatendea wema wazazi wawili unakuwa katika machukivu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hili analithibitisha Mtume Muhammad kwa kusema man arba walidayhi faqad arba Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Mwenye kuwaridhisha wazazi wawili amemridhisha nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anakuwa yuko radhi naye. Lakini mwenye kuwaudhi wazazi wawili amemuudhi nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi tuwatendee wema wazazi wetu wawili ili tuwe katika radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ima jambo la pili na faida ya pili tunayoipata, nasema sa'atu rizqi wa barakatul umri. Riziki zinaongezeka, lakini pia umri unapata baraka. Katika ile hali ya kuwatendea wema wazazi wawili, riziki zinakuwa pana, lakini pia umri unakuwa na baraka. Leo hii ukitembea fi anha'il alam, katika pande mbalimbali za ulimwengu, utakutana na maneno yanayosema bwana, maisha ni magumu sana, maisha ni magumu, kutoka hapo kenda sehemu maisha ni magumu. Lakini mtu huyu ukimchunguza kwa undani, hana muamala mzuri na wazazi wake. Sasa unategemea kwa riziki zitakuwa nyingi? Haiwezekani. Kwa hiyo tunapata faida ya kwamba ili tuzipate riziki, Mwenyezi Mungu atuongezee riziki na umri wetu uwe na baraka na manufaa katika maisha yetu, lazima tuwatendee wema wazazi wawili. Kinyume chake, hasara yake, tusipowatendea wema wazazi wawili tunakuwa katika hasara kubwa na umri riziki zinakuwa ngumu na umri pia unakuwa hauna baraka. Lakini jambo la tatu, faida ya tatu, ijabatu duai, ni kujibiwa maombi. Watukufu wa Uislamu wanatakiwa waelewe kwamba kule kuomba kuna vigezo vyake. Unakuta leo katika maisha yetu tulikuwa nayo, mtu anaomba dua mbalimbali, kila siku anaomba, lakini hazijibiwi dua, bali atakuwa analaumu mashekhe. Na mashekhe pia hapa wanatakiwa wajue kwamba kuna namna wanatakiwa wafanye. Kumbe mtu huyu unakuta hana muamala mzuri na wazazi wake. Kwa hiyo tunapata faida hapa, ndugu mtangazaji, kwamba ili tuweze kujibiwa maombi yetu lazima tutengeneze mahusiano mazuri na wazazi wetu, wawe radhi na sisi. Kinyume chake, maombi yetu hayajibiwi tukiwa hatujatengeneza mahusiano mazuri na wazazi wetu. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye hali na hima ya kuwatendea wema wazazi wetu ili dua zetu ziweze kujibiwa. Lakini jambo la 4 anasema salahul abnai wa birruhum biabaihim, ni kule watoto kuwa wema na kuwatendea wema wazazi wao. Watukufu wanakuwa waelewa, watukufu wa Islam, kwamba ili watoto wako waweze kuwa wazuri, wazungumzike kwenye jamii, lazima wewe uwatendee wema wazazi wako, kwa sababu kawaida watoto wanaangalia nyinyi wazee. Wanasema al aslu man bana alayhi ghayruhu, asli siku zote ni kile kinachojengeka juu yake kitu kingine. Kwa hiyo watoto wakiwa na tabia nzuri leo katika jamii, bila shaka wazazi wanakuwa wamesimama vizuri. Lakini watoto wanapokuwa hawaeleweki, bila shaka wazazi wamekuwa hawana malezi mazuri kwa watoto. Kwa hiyo ili watoto hawa waweze kuja kuwatendea wema nyinyi baadaye,
Kwa hiyo lazima nyinyi wenyewe muweze kuwatendea wema wazazi wawili. Lakini kinyume chake pia, usipowatendea wema wazazi wawili, hawa watoto wako pia hawatakuja kuwatendea yani wema nyinyi wazazi wawili. Kwa hiyo jambo la mwisho na ni jambo kubwa na faida kubwa sana, dukhulul jannati wal fawzu biridwanillahi ta'ala, ni kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu na kufaulu kwa radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa faida tunaipata hapa pia, tukiwatendea wema wazazi wawili tunapata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tunakuwa katika radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa nizindue kitu kimoja, ndugu mtangazaji. Watu wasidhani tu kwamba pepo ni kwa kuswali sana tu, kwa kuhiji sana tu, kwa kufunga sana tu. Inawezekana ukaswali sana, mtu akaswali sana, lakini mtu huyu ndani ya miaka 10 hana mahusiano na wazazi wake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza, anasema aljannatu tahta aqdamil ummahati, pepo iko chini ya nyayo za kina mama. Nasu ya hadithi ukitazama imemtaja mama, lakini baba naye anafanyaje? Anaingia huko. Kwa hiyo hadithi hii inahimiza tu kwamba watu tubaki pale pale kuwatendea wema wazazi wetu. Wallahu a'lam.